Akanipeleka mahali nilimkuta binti mmoja aliyekuwa na miaka kama kuanzia 15 mpaka 16. Ni binti alikuwa ni mdogo sana. Na mara pembeni yake ulizuka mti. Na huo mti ulikuwa kama uko kwenye ule wakati wa kuchanua na kutoa maua, na tunda linaanza kutokea taratibu sana. Na ndipo Kristo akaniambia, nataka nikufundishe siri ya chanzo cha vifo vingi vya wanawake dunia ya sasa. Na ndipo kufumba na kufumbua nilianza kuona mfumo wa kizazi. Yule binti alikuwa wazi sana kwangu. Nikapelekwa katika mfumo wa kizazi, yaani mji wa uzazi. Ni kitu ambacho nilishangaa sana. Sikuwa nimewahi kuyaona hayo, na kwa kifupi naweza nikasema mimi sikuwa na hiyo elimu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Macho yangu yalipelekwa kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Jambo la kwanza niliona kule kunakozalishwa mayai. Ni eneo hili hapa niliona hivyo, na kisha nikaona milija mikubwa inayotoka kusafirisha yai na kuleta kwenye mji wa uzazi. Mikubwa miwili, upande wa kushoto na upande wa kulia. Niliona vile. Nikaanza kufundishwa namna mwanamke anavyopefuka. Nisikilize, mwanamke apefuki mwili, mwanamke anapefuka uzazi. Sio, tunaelewana? Mwanamke anapefuka kizazi, sio mwili peke yake. Nikaona vile. Na kisha nikaona ule mji wa uzazi. Mji wa uzazi umeshikiliwa na vitu vidogo, mishipa midogo midogo sana isiyoonekana kwa hali ya kawaida. Ni midogo sana. Akaniambia, unaona hii mishipa midogo midogo inaweza ikaharibiwa na mfumo wa maisha ya binti namna atakavyoishi. Na mara kufumba na kufumbua, yule binti niliona amegeuka, ameanza kuingia kwenye mambo ya tendo la ndoa alipokuwa na umri ule. Na cha ajabu kabisa, nilimwona yule binti alikuwa akijamiana na wanaume tofauti tofauti. Na ndipo Kristo, kuna siri kubwa sana hapa. Na ndio maana tulieni. Biblia inasema hivi, akanifundisha. Sitaenda huko ndani. Haya mambo huwa ninayasema kwa upana sana kama ninafundisha wasichana. Na ndipo, na hasa ninapofundisha msichana au kijana ambaye hajaingia kwenye ndoa, nisikilize kwa makini. Akaniambia, unaona alivyokuwa anaendelea yule binti kubadilisha wanaume. Na ndipo nilishuhudia hii milija inayosafirisha mayai imepata athari. Niliona vilitokea vitu vidogo vidogo sana vimeenda kuziba. Na Bwana akaniambia, hii ni nini? Nikamuuliza hii ni nini? Na ndipo nikagundua katika ile hali ya kujamiana. Na ndio maana siku moja nilisema, yenye mabinti msikubali kuwa takataka, msikubali kuwa dampo. Nilisema hayo maneno. Japo wakati mwingine mtu unaposema unachukulia kawaida, naongea kitu ninachokielewa kwa upana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona iliyosababisha milija izibe ni zile mbegu za mwanaume, kwa sababu huyu mwanamke alikuwa bado hajafikia ule umri. Na ndipo akaniambia, Sulemani alisema, enyi binti Sayuni, naomba ufungue kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 3 mstari wa 5. Ngoja twende haraka haraka, utasoma mwenyewe. Wimbo Ulio Bora sura ya 3 mstari wa 5, Wimbo Ulio Bora sura ya 2 mstari wa 7. Utasoma mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, enyi binti za Yerusalemu, msiamshe mapenzi kabla ya wakati wake, mpaka utakapofika wakati wake, yatakapoamua menyewe. Maana yake wakati. Sijui tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona yule binti alivyokuwa anaendelea na hilo tendo. Jambo la kwanza, ilileta athari kwenye mfumo wa mishipa mikubwa inayosafirisha mayai. Lakini jambo la pili, nikaona ile mishipa midogo midogo inalegea, inachoka. Ni kama kitu kimeguswa, kimesumbuliwa. Ni kama sasa wakati lile tendo linaendelea, nikawa naona mfano wa huu mti. Ule mti ulikuwa umekuwa na matunda yamechomoza. Yaani ni mfano wa kwamba huu mti ulitakiwa matunda yakomae, lakini kukatokea mambo fulani ambayo ikautikisa huo mti, yale matunda kukatokea mapooza au kuanza kudondoka kabla hayajaiva. Nikawa naona vile. Na kisha nikaona kitu kingine katika mfumo wa mwanamke.
wa uzazi, mji wa uzazi, kumetokea uvimbe vidogo vidogo vingi. Na ndipo Bwana akaniambia, umeona, mwanadamu nimemuumba mkamilifu lakini anajiua mwenyewe. Akaniambia dalili ya kansa utaiona. Nikaona sasa vile viuvimbe vipo, lakini wakati mwingine havikupefuka haraka, inategemea na mwili wa mtu, havikukua haraka. Lakini kuna umri unapofika ule uvimbe unaongezeka tumboni. Na kisha pia nikaona alivyokuwa anaendelea kukutana na wanaume tofauti tofauti, wengine sio wa kwake. Mungu aliposema ya kwamba nitakupa wa kufanana naye, ana maana kubwa sana. Ila hiki kitu huwa hatukielewi kabisa, ina maana kubwa sana. Na kisha nikaona katika ule unaitwa mlango wa uzazi, shingo ya uzazi inaitwa. Nikaona wakati alipokuwa anaendelea, kwa sababu alifanya kabla ya wakati na watu tofauti tofauti na jamii tofauti tofauti, kulitokea mchubuko. Na hiyo michubuko hakuwa nasikia maumivu kabisa. Lakini nikapelekwa mpaka miaka kuanzia 35 na kuendelea. Nikaona ile shingo ya uzazi, vile vidonda vya miaka ya nyuma alivyovipata vinaleta athari kwenye maisha yake. Na ndipo nikamuuliza, Bwana, maana yake nini? Akaniambia chanzo cha kansa ya wanawake wengi kwenye kizazi inatokana na haya mambo. Sisi tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikaona alipokuwa amefikisha wakati wa kutaka kupata mtoto, kuna mambo mawili yanaweza yakatokea. Unaweza usipate mtoto kabisa kwa sababu ule mfumo wa kusafirisha mayai umeharibiwa. Lakini unaweza usipate mtoto kabisa kwa sababu tayari ule mji wa uzazi umelegea. Na ndipo nikaona kuna wengine anabeba mimba, anaambiwa hakuna kutoka, wewe unatakiwa kulala tu. Ni kwa sababu ule mji wa uzazi unategemea ile mishipa midogo midogo, hiyo mishipa ndiyo inayombeba mtoto, na imeumbwa kwa ajili ya kubeba sawa sawa na mtu alivyo. Kwa hiyo nikaona mtoto anavyoendelea kukua tumboni, ile mishipa inachoka, na matokeo yake ndio maana kuna watu wengine mimba zinaharibika anapokuwa amebeba. Akiwa na miezi miwili mimba haiwezi kutoka, unashangaa inafikisha miezi, labda kuanzia miezi 4. Yani uzito wa mtoto unavyoongezeka na ile mirija mishipa ile inachoka. Hayo ni madhara ya mwanamke anapoingia kwenye mahusiano na watu tofauti tofauti na kabla ya wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia ya kwamba watu wangu wanajiua wenyewe, mimi sina hatia. Akaniambia kila kitu nilikiweka kwa mipaka. Mwanadamu mwili wake umeumbwa kwa mipaka. Unapovuka tu unajitafutia kifo na mauti. Na ndipo Kristo akaniambia kwamba waambie watu wangu, zungumza na wasichana, zungumza na wanawake kwa namna nilivyowaumba. Hawatakiwi kuvuka namna walivyoumbwa. Ukivuka namna ulivyoumbwa unajiharibu mwenyewe. Chanzo cha kansa wanawake wengi na utasa mwingi unatokana na stahili ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kisha akanichukua akanipeleka mahali fulani. Mahali hapo niliwakuta walikuwa ni wanandoa. Na kumbuka niliona paji la uso la mwanaume alikuwa ameandikwa mchungaji. Jana nilisema ya kwamba katika ulimwengu wa roho, kile kipawa ulichopewa na Mungu kuja kukifanya, au kazi uliopewa na Mungu kuja kuifanya duniani, unatoka nayo tumboni mwa mama yako. Kwa hiyo unatoka na jina la ile kazi unayotakiwa kuifanya. Sisi tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona kwa mwanaume kulikuwa kwenye paji lake la uso, niligundua kwamba ni familia ya kichungaji. Wale watu niliwaona walikuwa wakijadili wakisema, mtoto kwa sasa hatuhitaji mtoto, tupumzike kwanza. Haleluya. Nikashangaa sana. Wakati nashangaa nikachukuliwa katika roho, nikapelekwa katika nchi ambayo niliona mimi ni watu weupe. Nilishangaa kukuta ni jopo la watu wasiopungua 100. Ilivyokuwa inatazamika niliona ni watu wenye
akili na wenye maarifa, na katikati yao walikuwa wamemsimamisha mwanamke, kiumbe anayeitwa mwanamke, na walikuwa wanachagua mshipa kwa mshipa. Na ndipo nikagundua kwenye mshipa wa ufahamu, kutoka kwenye mshipa mkubwa wa ufahamu ndio wenye nguvu ya kuzalisha mayai na kumpa mwanamke apate uzao. Nikaona vile, na nikaona wamegundua kwamba wanawezaje kunyamazisha mwanamke mayai yasipefuke ili asiweze kuzaa. Nilishangaa, nikaona vilitokea, kuna mtu mmoja wakagundua vitu vinavyoitwa vidonge. Lakini nikaona maarifa yanaongezeka. Nataka niwaulize swali wanawake. Najua mpo. Ulishawahi kujiuliza kwa nini kwamba labda unataka kuweka kijiti usizae, usibebe mimba kwa wakati huo? Ulishawahi kujiuliza kwa nini hapa wanawekaga hapa? Si ufanye hivi. Ndio maana sio kila mtu anaweza kukupandikiza hivyo vijiti, si ndio? Paka wale ambao wanajua mshipa uko wapi wenye kuzuia usibebe mimba. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona hayo mambo yakiendelea hivyo, na kisha nikarudishwa tena kwa wale watu waliokuwa wanajadili. Nikawaona wamegundua, wanasema tunatakiwa kutumia dawa. Nilishuhudia ya kwamba mara tu alipozipata zile dawa mwanamke, niliona mpaka kwenye utu wake wa ndani. Niliona jambo la kwanza, mzunguko wake wa damu ulibadilika. Nilikuwa naona kwenye damu yake, na damu yake namna ilivyo, niliona ilibadilika, na ndani yake kulitokea vitu vidogo sana, ni vyeusi vidogo sana. Lakini niliona ile dawa ilienda moja kwa moja kwenda kugusa mahali kunakozalishwa mayai. Na ndio maana wanawake wengi anapotumia hizo dawa, mzunguko wake wa siku unaweza ukaharibika. Inategemea, unaweza ukaharibika usione siku zako, au ukaona siku zako mambo yakawa zaidi. Sisi tunaelewana? Ni kwa sababu mfumo mzima umevurugwa. Niliona vile, na nilipoona mfumo umevurugwa nilishangaa. Niliona damu kutoka damu nyekundu ilikuwa ni ya brown, ikabadilika ikawa nzito. Na ndio maana nikaanza kuambiwa kwamba wanawake wengine inategemea na namna mwanamke alivyo, hatufanani. Sisi tunaelewana? Hatufanani. Mwingine anaweza akanenepa, mwingine anaweza akakonda. Sisi tunaelewana? Lakini Bwana akanipeleka mpaka kwenye mji ule ambako kunazalishiwa mzunguko wa mwanamke. Nikaona, na kisha nikaona yani mayai hayazaliwi, lakini ule uchafu uliokusudiwa mwanamke utoke kila mzunguko inageuka kwenye mwili wake na kuwa sumu. Na ndipo nikaona chanzo cha hiyo dawa. Kuna mambo yafuatayo. Unaweza ukapata shida ya pressure. Kwa nini pressure? Moyo wako umeulazimisha kutumia nguvu, kwa sababu ile damu imebadilika, imekuwa ni ya brown, ni nzito, sio tena kawaida inavyotakiwa kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikaona inaweza ikabadilika kukatokea kansa ya damu. Haleluya. Kumbuka nimesema kule kwamba yule aliyekuwa na jamiana na wanaume tofauti, kidonda kile kilipokuwa kimekuwa ikasababisha athari, ikatokea inayoitwa kansa ya damu, yani kubridi bila kikomo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo akaniambia mimi niwezeje kuchukulia watu na namna hii? Nawezaje kuchukuliana na mtu namna hii? Akaniambia watu wengi hawaelewi ya kwamba mimi nilipowaita, pia kuna wengine watakao kufa kabla ya kumaliza kazi, nitakuja niwahukumu. Akanipa mfano, akaniambia mtu anapopata pressure maisha yake yanakuwa ni mafupi. Je, kama nilimkusudia aishi duniani na afanye kazi yangu kwa miaka 50 au 30, akaishia miaka 40 kwa sababu ya madhara ambayo ameyapata kutokana na staili ya maisha au kuvuka mipaka ya kimaumbile. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikashangaa sana, na mara nikaona tena wanandoa hao wanajaribu kutengeneza mipango ya kutokutaka kupata mtoto.
wanajaribu kutokupata mtoto, lakini Bwana akaniambia, nikachukuliwa katika roho, nikawaona hao watu waliokuwa wanajadili hawana kiasi. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto, utasoma mwenyewe. Wakorinto wa kwanza 7 mstari wa 5. Korinto wa kwanza 7 mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia, mimi nimetoa suluhisho la mambo yote kwenye Biblia. Kila maisha ya mwanadamu yamefungwa kwenye Biblia. Hakuna jambo ambalo utalikosa kwenye Biblia. Unataka kufanya biashara, imeandikwa. Unataka kuwa mfanyakazi bora, imeandikwa. Unataka kuwa na watoto kadhaa, yani imeandikwa. Isipokuwa, akaniambia, shetani amewapofusha fikra zao. Watu wengi wanajiita ni watumishi wangu, lakini sio watumishi wangu, walishaniasi. Walishaniasi kwa mambo madogo madogo, wamefuata dunia. Nikashangaa, nikachukuliwa pale, nikapelekwa eneo fulani, nikawakuta wanyama. Kuna wanyama wanaoitwa mbwa. Mimi niliwakuta mbwa kabisa, mbwa. Na kisha na wale watumishi wa Mungu wakasimamishwa pembeni na hao wanyama. Niliona ni vitu viwili tofauti. Na ndipo nikagundua kwamba shetani ameingia katika mili yetu, akaongeza asilimia nyingi kwenye maumbile ili tukose kiasi. Haleluya. Na ndio maana ukisoma hii, nani anasema Paulo, muwe na kiasi. Shetani asipate kuwashtaki katika maisha yenu au katika ndoa yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa niliona mwanadamu hisia zake ziko juu kuliko kawaida. Na Mungu akaniambia, sikumuumba hivi mwanadamu. Na unaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo utagundua Biblia inasema Adamu akamjua Hawa, wakapata mtoto. Akaniuliza, sasa hivi sio tena kumjua Hawa, watu wamegeuza hili jambo kama starehe. Akaniambia chanzo cha ukahaba na mambo yote vimetokana na kukosa kiasi. Nikawaona wale wanyama. Yule mwanamke alipokuwa kwenye joto, mbwa yote yalimfuata, kila mbwa linataka tendo la ndoa. Alipotoka kwenye wakati wa joto, hakuna mbwa aliyemkaribia, walikuwa wakilala pamoja kama dada na kaka. Nikashangaa, nilishangaa sana. Akaniambia watoto wangu wamekosa kiasi. Na nikashangaa, nikaona wanaume wengine wanasubutu hata kumwingilia mke wake akiwa katika hali ya mapumziko. Biblia inasema akiwa katika najisi. Ukisoma kwenye Walawi, Mungu alikemea sana kikali hiki kitu. Lakini leo mlokole kabisa, muombaji kabisa, yuko tayari kufanya hicho kitu. Sio wewe, ni shetani, na wala Mungu hakukuumba hivyo. Akaniambia wanadamu wametekwa na shetani sasa. Kristo akawa anasikitika sana, anasema, ni nani nitakaye kuja kumchukua? Wale ninaofikiri ni wa kwangu sio wa kwangu, wanaendeshwa na shetani. Akaniambia mimi nachukizwa. Fungua kitabu cha Mwanzo 38 mstari wa 9 hadi wa 10. Nataka tu wapenzi uende kabisa ukatulie mwenyewe ujisomee vizuri. Yes. Usisome kwa sababu nina haraka. Usisome. Haleluya. Akaniambia kama nilichukizwa na wale niliokuwa nimewachagua kama taifa, sasa nachukizwa na kanisa hizi tabia. Nikaona wanandoa wengine au watu tu tofauti tofauti wanapokuwa hawataki kupata mtoto, lile tendo linaendelea, lakini wanatupia nje. Na ndio kilichotokea. Akaniambia sikiliza mwanamke, lile tendo kwa mwanamke ambaye tayari amekamilika kwa mume wake ni kama protini ndani ya mwili wake. Ndivyo ilivyo. Na ndio maana ukijaribu angalia kitoto chako kikishaanza hayo mambo, kiangalia vizuri kinavyopendeza. Afa angalia na msichana ambaye hajaingia kwenye hayo mambo. Afu utaniambia hiki kitu. Bwana akaniambia ninachukizwa. Nikawaona wengine wanatumia mipira. Na kisha nikaona jambo hili. Kwa nini Mungu anachukia? Mwanamume aliumbwa maalumu, ni mzalishaji, ndiye anayesababisha dunia iongezeke. Nisikilize, ni kawaida, aliumbwa hivyo mwanaume.
Na ndipo nikashangaa sana, nikaona vijana wengi wanapopefuka. Nilishangaa, nikachukuliwa mahali nikamkuta kijana, na nilipomtazama nilimuona ni kijana mcha Mungu kabisa, kwa sababu nililetewa skrini mbele yangu, nikaona namna anavyoingia na kutoka kanisani. Lakini kijana huyu alikuwa anatumia hilo tendo kupitia sabuni bafuni. Na ndipo Bwana akaniambia, utaona zaidi. Nilipokuwa namwangalia, nilishangaa, nilipewa macho zaidi, nikaona namna hii mikono inavyoharibu yule mwanaume. Nikaona inaharibu ile mishipa inayomfanya kuwa mwanaume. Nikaona anaichosha, anavyotumia nguvu. Bwana akaniambia, kiungo hiki hakikuumbwa kwa ajili ya kutumia mikono. Kwa hiyo amevuka mipaka, anajiharibu mwenyewe. Nikatembea naye yule mtu miaka kama 40. Nikaona mwanaume yule amepata shida ya kupungukiwa na nguvu za kiume, kwa sababu ile mishipa alikwisha kuiua mwenyewe kwa kupitia mikono yake. Nimetangulia kuomba samahani. Lakini cha ajabu zaidi, Bwana akaniambia, kuna magonjwa mengi wa baba wengi wazee yanawakumba. Nisikilizeni vizuri. Ugonjwa huu unaoitwa tezi dume. Si mnauelewa? Tezi dume, kwa yule hajajihusisha na masturbation, hajachanganya wanawake, hajaingia kwa wanawake ovyo ovyo, hauwezi ukampata hata kama atafikisha miaka 100. Nakwambia mimi, hauwezi kumpata. Ule ugonjwa uko maalum kwa yule mtu aliyejiharibu wakati akiwa kijana. Nikaona kitu kingine, mwanaume anapoingia kwa mwanamke akiwa katika hali ya utakaso, ile ni damu chafu inasafiri, yale majimaji yanasafiri moja kwa moja mpaka yanaingia kunakozalishiwa mbegu. Kunaenda kunatengenezeka inayoitwa tezi dume. Tezi dume si ni kansa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo akaniambia, nimekufunulia haya sio kwa ajili ya kufurahi. Nimekufunulia uambie watu wangu wajiepushe na vifo kabla ya wakati. Wajiepushe. Akaniambia, mimi nachukia. Na kisha nikachukuliwa katika roho. Kristo akanikumbusha ule ujumbe alionichukua Malango 7. Nikaona kila mahali mbegu ya mwanaume inapomwagika haipotei. Haipotei. Ni kama mbegu, hata kama ukimwaga, maadamu idondokee tu kwenye udongo, popote mbegu itaota. Jalalani itaota, popote itaota. Nikaona ile mbegu, kijana anapokuwa ameanza kufanya masturbation kwa mara ya kwanza ni hisia zake. Lakini ukiona tendo limerudia zaidi ya mara 3, ujue tayari uko hatarini. Nilimuona mwanamke wa kipepo aliyetoka kuzimu, na alikuwa na kikombe kisichojaa. Aliingia katika fahamu za kijana huyo na kuanza kumtumikisha na kuwa kama mme wake. Na kazi yake yule ni kumfanya yule kijana asiache kabisa hilo tendo. Vijana wengi wameasilika kuliko unavyofikiri. Na hii dhambi sio rahisi kusema, inahitaji ujizime data ndo useme. Nawaambieni ukweli, inawezekana nimechaguliwa kabisa. Ulishamsikia mwingine anaongea mambo kama haya? Hata kama atasema atafumba fumba, mimi nasema kwa kadri na nilivyoona. Nikaona vijana wengi wameathirika kwenye hili eneo, na huko mbele hawatakuwa wanaume. Miaka 40 tukachoka. Nikaona vile. Lakini miaka 40 anaandamwa na huo ugonjwa, uvimbe kwa mwanaume. Inavimba ile mirija, ile mishipa inayokufanya wewe mwanaume. Inakwenda kuharibu. Wakati nashangaa, yule mwanamke wa kipepo, nikawa namuona yuko kwa vijana wengi. Sio mmoja. Yani vijana wengi. Amewakalia. Ndiyo, Bwana akawa ananiambia ni kweli hawatongozi wasichana, hawafanyi chochote, lakini ona hii dhambi wanaoifanya. Halafu
Akaniambia, Esther, hili ni kanisa. Sio kanisa, ni dunia imeingia katika maisha ya wanadamu. Shetani amewatawala. Ni mwanamke wa kipepo, na inafika mahali ukifanya kwa muda mrefu, ukifikiria tu, shahidi ambaye amefika kwa huo muda, umefanya kwa muda mrefu, yani ukihisi tu unashangaa kitu kinatoka, kumbe tayari yeye ndio anayekufanyisha yule mwanamke wa kipepo. Nikaona vijana wengi sana wameathirika. Kipindi nimeushuhudia huu ushuhuda Promova, nilikutana na mtumishi wa Mungu mmoja, ni kijana, alikuwa haoi. Na waambieni ukweli, kijana mchungaji ambaye ana miaka anakaribia 30 haoi, mwangalie kwa makini yule. Ana mke wa kipepo. Kaa naye muulize vizuri, na hawasemi. Hiyo dhambi ni mbaya, watu wanaogopa kusema. Wanaogopa kusema ukweli, hawawezi. Yani sio rahisi aje kutubia hiyo dhambi. Yuko lazi kutubia dhambi aliyofanya na mwanamke, lakini sio ile dhambi. Kwa sababu adui amegeuza mioyo na kuifanya kuwa migumu. Sio wao, umekaliwa, umekandamizwa, hauna amri ya kufanya chochote. Nakumbuka nilivyoshuhudia huu ushuhuda, kulikuwa na kijana mmoja, ni mkubwa, alikuwa hajaoa. Akanipigia simu, wengi na wasaidia kwenye simu. Kanipigia, namwambia naenda kwa mchungaji wako. Anasema, mama, hii dhambi siwezi kwenda kwa mchungaji. Akaniambia, mama, mimi nimeanza hii shida nikiwa form 2 mpaka leo nimemaliza chuo, nafanya kazi. Mimi nikampa kazi, nikamwambia kwa sababu hicho kiumbe kiko ndani yako. Sikumwambia kiumbe, nikampa kazi. Nikamwambia funga siku 7. Ili kumbuka yule kiumbe yuko ndani ya mwili wako, utishe mwili wako, unyime chakula mwili wako. Yule kijana alikuwa mwaminifu, na anasema alikuwa amechoka, amejaribu yeye mwenyewe, na yeye ni mtumishi na ana kanisa. Alipomaliza siku 7 akanipigia simu kwamba namalizia leo siku ya 7. Nikamwambia ingia ndani. Nikasikia ndani yangu kwamba ingia ndani, ingia chumbani kwako. Akaingia chumbani, nikaomba naye. Nilipomaliza kuomba, kesho yake ananishuhudia, anasema, mama, ulivyofika muda, tayari kulikuwa na muda, akihisi, akilala tu kitandani muda mfupi, anahisi kile kitu, mambo yanaendelea. Akaniambia, usiku jana nilipofika ule muda, macho yangu nimeona mwanamke mweupe mzuri, sijawahi kumuona. Halafu akanipungia mkono, akaniambia, fulani, bye, mimi nimekuacha. Toka pale hakumaliza hata miezi 2 akachumbia, akaoa. Kuna mwingine tena, nisikilize. Kuna mwingine nilimuombea, na yeye ni mtumishi wa Mungu. Nilipomuombea yeye, nilimwambia afunge siku 6, siku 3. Akaja kanisani, nikamuombea. Nilipomaliza kumuombea akaenda. Usiku amelala tu hivi, amepitiwa kwa usingizi kidogo hivi, akasikia sauti. Ni zaidi ya watu 1000, watoto wenye sauti za watoto, wanamuita wote, baba, 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 baba. Kidogo akimbia chumbani kwake, akanipigia simu, mama, eti kuna watoto wengi, yani mama, sauti ni wengi, wananiita. Mwambia, hao ndio watoto wako uliowatupa, wako kuzimu, wanatumiwa. Nikamwambia, nikamwongoza sala ya kukataa zile roho. Sikiliza, mwanaume, uhai wa mtu uko ndani ya mwanaume. Uhai haufi. Naomba nikukumbushe hichi kitu. Mwanadamu uhai wake uliumbiwa milele. Ukiona umeingia kwenye mwili, na ndio maana mbegu ya mwanaume haionekani kiurahisi. Ukitazama kwa macho utaona majimaji, ndani yake kuna uhai. Ule uhai ndo unaoenda kuchukua mwili kwenye tumbo la mama. Nisikilize, haufi. Uhai wa mtu unatoka kwa mwanaume. Ukiutupa hapo, utatenda kazi na unaendelea kuishi milele. Nikaona, nikamwongoza sala. Ujue tayari Mungu alishanifundisha. Siku ile niliona kwamba yule mwanamke wa kuzimu, malikia wa kuzimu, malikia wa masturbation, mimi namuita hivyo, alikuwa na kikombe, na hicho kikombe alikuwa anaondoka nacho. Nisikilize, kule kuzimu shetani ameimprove. Nawaambieni ukweli. Ndio maana nilisema siku ya kwanza, mchungaji, shetani amehamia wapi?
niliona hivi, kule kuzimu ile mbegu inaenda kuvalishwa mwili wa kipepo, na ndo mapepo yaliyoko duniani leo yanatesa kanisa, lakini sababu ni wanaume. Wanaume wakiacha kumwaga ovyo ovyo mbegu, mapepo yatapungua duniani. Yanavalishwa mwili wa kipepo usioonekana. Ndo yale siku ile nilishuhudia nikasema, niliona wengi kuliko wanadamu wanapovalishwa mwili wanapewa na tabia ya kufanya kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunateswa na tunajitesa sisi wenyewe kwa kukosa uaminifu na kukaa kwenye mipaka ile Mungu aliyotuumbia. Nilishangaa sana. Nilishangaa mno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Bwana akaanza kunifundisha kwa habari ya vifo kabla ya wakati. Nisikilize. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanya, mmoja wapo haya mambo niliyoyafanya. Lakini nisikilize, pressure inatokana na nini? Nikachukuliwa tena katika roho, nikapelekwa kwenye taifa fulani. Mimi niliona ni kama walikuwa ni wazungu, na mara nilikuta kwenye jumba kubwa kulikuwa na mashine. Mimi kwa kipindi kile napewa huu ujumbe nilikuwa sijui kweli. Niliona hiyo mashine ilikuwa inakoboa na kukamua mafuta ya mahindi. Mimi nilikuwa sijui. Nikashangaa, na kisha nikaona yale mahindi mtu anapoyatumia yanaingia kwenye seli nyeupe, yanazofisha utendaji wa seli nyeupe. Matokeo yake kansa za uvimbe. Nisikilize, niliona hivi, kansa, ukikuta kansa mtu amevimba, ile kansa ya uvimbe inatokana na seli iliyoharibika, seli iliyokufa. Niliona vile. Mimi sio daktari, nimesema. Nilikuwa naelezwa kwamba hii ni seli. Niliona kwenye hii ngozi, ukichana kwenye hii ngozi, niliona kuna ngozi kama mbili. Kuna ya kwanza hii inayoonekana, kuna ya pili. Kabla hujaifikia ile ngozi, ukiichana ndo damu itoke hapa. Kuna viumbe wengi kuliko unavyofikiri. Na hao viumbe ndio uhai wako. Yaani ndio nguvu yako ya kukufanya uishi bila kuchoka. Nikaona ile seli inashambuliwa, na hivyo kutokana na yale mafuta. Na ndio maana wa Marekani wengi kansa inawatesa kuliko hata sisi Afrika. Sisi tunaelewana. Nikaona vile. Lakini nikaona viwanda vingi, vitu vingi vya viwandani viogope. Moja niambie, unaharibu biashara ya watu wewe. Vyakula vya viwandani viogope. Ikiwezekana punguza. Mfano soda, juisi na vitu vyote vya kwenye viwanda. Kazi yake kubwa ni kwenda kuharibu seli, yani kumuondoa yule mlinzi wa kutufanya tuishi maisha marefu. Hii seli ikichoka, mwanadamu hawezi kuishi. Na ndo chanzo cha magonjwa mengi. Na hizi seli huwa zinaishiwa nguvu kwa kadiri ya miaka unavyoendelea kuishi. Na ndio maana kwa mfano nimesema kwamba mtu aliyechezea wakati wa ujana wake, anapofikisha umri fulani, ule ugonjwa aliupata muda mrefu ndo unaanza kuonekana wakati wa uzee, kwa sababu seli zake zimepunguza nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona vile. Na wakati nashangaa nikarudishwa. Nikamkuta mama mmoja, nikapelekwa kwa mama mmoja. Na wote ni wa kanisani. Huyo mama nilipotazama kwenye moyo wake kuna kitu zito linajaribu kupasua moyo hivi. Nikamuuliza, Bwana ni nini? Akanipeleka kwenye kitabu cha Marko. Akaniambia huyu mwanamke hajasamehe. Nikamuuliza hajasamehe kivipi? Nikarudishwa miaka kama 10 alipokuwa na mume wake. Mume wake alimfanyia jambo ambalo hakulifurahi, na mume wake alitoka nje ya ndoa. Hakumsamehe, badala yake ni yeye ndo akaanza kuasirika. Moyo wake unauharibu, moyo wake unaharibika.
Nikaambiwa hivi, niliposema wanadamu wasameheane wao kwa wao, sio kwa faida yangu, ni kwa ajili yao. Mwanadamu hakuumbiwa abebe kitu kizito ndani ya moyo wake kisicho na majibu. Hakuumbwa hivyo. Nikamwona yule mama anahangaika, lile dude linapasua moyo kabisa. Roho ya kutokusamehe. Roho ya kutokusamehe ukiwa nayo, tarajia kufa kabla ya wakati. Tarajia kuwa na magonjwa ya ajabu ajabu. Nikaona kitu kinachoitwa sukari. Nikaonyeshwa mpaka insulin inavyochoka. Jamani, acha tu. Unajua tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu sana. Ila basi tu hatujui, tunacheza. Nikaiona inavyochoshwa insulin ya mtu. Inachoshwa kwa sumu nyingi. Nikaona yule mama alivyokuwa lile dude, nyongo yake ikawa inaachilia sumu nyingi kwenye mwili. Matokeo yake nikaona hata mifupa inachoka kwenye maungio. Alafu nikaona ile insulin yake imechoka, ambayo ndio ina balance sukari. Ilipochoka, mtu yule akapatwa na sukari. Nikaona vile. Bwana akaniambia mambo yafuatayo yanayomfanya mwanadamu afe kabla ya wakati, lakini alinipa tahadhari, akaniambia waambie nitawahukumu. Jambo la kwanza, roho ya kutokusamehe inatesa watu sana. Sana. Biblia inasema hata kuja madhabahuni kutoa sadaka usije kama una mtu hujamsamehe. Acha. Jambo la kwanza, roho ya kutokusamehe. Jambo la pili, chakula. Ndiyo inayosababisha sukari, pressure na hata kansa. Jambo la tatu, uchungu. Mtu ana uchungu kila siku, alikosewa miaka 20 iliyopita, bado ana uchungu. Hafu unatarajia huyo mtu anaenda mbingu. Mbingu ya nani? Mbingu ya nani unaenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo kama haya ni hatari sana kwenye maisha. Manunguniko. Mtu ananungunika tu, ni muda wake ni kunungunika tu, afu yupo kanisani. Mambo kama haya humpa shetani kutunyanyasa duniani. Biblia inasema Yesu Kristo alikuja kuturudishia furaha duniani. Na ndio maana Yesu Kristo wakati anapanda kwenda mbinguni, aliwaambia wanafunzi wake kwamba amani nawapa, amani na waachieni. Alikuja kutuletea amani. Lakini adui alipogundua, akaanza kutuchapa kimya kimya na hatujui. Haya yote yanatokana na dunia. Na ndio maana nilifundisha kwa siku ya kwanza, nilizungumza nikasema, ukitaka kushinda kama somo letu lilivyokuwa linasema, ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 29 mpaka 30, Yesu Kristo akapita katikati yao. Lazima uishinde dunia. Usipoishinda dunia, na dunia mambo yake ndo haya. Ni rahisi kumshinda shetani, lakini usipoishinda dunia huwezi. Nakumbuka mimi siku moja Bwana alipokuwa ananifundisha nguvu ya kusamehe, kuna mtu aliniumiza sana sana kuliko unavyofikiri. Nafikiri ni miongoni mwa vitu ambao wanawake hawataki kufanyiwa. Unanielewa? Nikawa nimemweka hapa. Jamani, siku moja nilitaka kufa mimi. Nimetoka kwenye maombi, ni ghafla nikaumwa. Nilikuja kushtuka niko hospitali tabani. Halafu Bwana akaanza kusema na mimi, ungekufa, ila nimekuokoa, wasimulie na wengine na uwe ushuhuda. Kutokusamehe ni mlango wa adui kukushambulia katika kila sekta. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni muhimu sana kuzishika amri za Mungu katika maisha yetu, na hasa tunapokuwa kanisani, ili kujiepusha na haya mambo ambayo adui anaweza akayatumia na yakatumaliza.
Kristo akaniambia hivi, ugonjwa wa sukari ulitengenezwa kupitia tabia za watu. Shetani alipotaka kuleta sukari, alipotaka kuleta pressure, kwanza alianza kutengeneza njia ya kuingilia pressure. Akatengeneza njia ya kuingilia sukari, akatengeneza njia ya kuingilia nini? Tezi dume, akatengeneza njia ya kuingia kansa ya wanawake, sijui nini. Vyote alivitengenezea njia. Sio kwamba alijikuta tu vimeshuka kwa mtu, vilitengenezewa njia, alafu wewe ukajikuta umeingia mwenyewe. Na ndio maana ni ugonjwa usio na dawa, wapendwa, na umekusudiwa kuja kuimaliza dunia. Shetani yuko tayari kuishusha dunia yote kupitia magonjwa. Na ndio maana sasa hivi huo ugonjwa unatesa sana sana sana, watu wanateseka. Nikashangaa, Bwana akawa ananiambia mpaka watumishi wangu huu ugonjwa wanao. Maana yake staili ya maisha yao hayafanani na Kristo anavyotaka au Mungu anavyotaka. Soma kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Naona na muda wangu umeisha. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Yes. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, muwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Wangapi walishamezwa na shetani? Alafu unajifariji kabisa kwamba mimi mwenda mbinguni. Kumbe adui alishakumeza na uko kwenye mdomo wake. Utapataje kupona? Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Mimi ninapofika hapa hivi nilivyokuwa ninasema, kila mtu amenisikia. Na wale mnaonifuatilia, mara nyingi nitapokea simu nyingi za kutaka msaada. Nakumbuka Bwana alinifundisha kwa habari ya toba hiyo. Toba hiyo. Na ndio maana umeitubia sana na hujawahi kuacha. Na matokeo yake, hata kama umeacha, kuna mtu mwingine umeoa, umeacha, lakini fuatilia ndoto zako. Unaota kila siku huko na mwanamke, na tena sio mkeo. Kwa sababu yule mwanamke hajakuachia bado, unaishi naye. Na yuko kwenye utu wako kupitia wale watoto uliowatupa. Lakini kumbuka, wale watoto uliowapeleka kuzimu wanakushtaki kila siku. Na hawatakuacha salama. Hawatakuacha salama. Wanataka muende wote kuzimu, wewe si uliwapeleka. Wale tayari wako kuzimu na wamekwisha kuhukumiwa. Hawana nafasi ya kutubu. Wewe ndio umewapeleka. Unafikiri watakuacha salama wewe? Watakuacha salama? Sio rahisi kukuacha salama. Niombe tu. Naomba tusimame. Kuna matokeo tu mawili. Sikia nikwambie. Hizi dhambi kama na umewahi kuzifanya, kuna mambo haya, mbingu utaikosa na duniani utateseka uzeeni. Labda uishie miaka 10. Inamhitaji Yesu peke yake. Damu ya Yesu, ule ujumbe niliozungumza kuhusu damu ya Yesu, hapa ndipo unahitajika sasa.